Rais William Ruto anatarajiwa kuanza ziara rasmi ya siku 5 kwenye taifa la Uchina kufuatia mwaliko wa rais wa taifa hilo Xi Jinping, ambayo ni ziara ya 3 kwa rais nchini humo, ila ya kwanza ya hadhi hiyo na ya pili katika mataifa ya kigeni. Ziara hiyo inalenga kutilia mkazo uhusiano kati ya nchi hizi mbili, kutathmini njia zaidi za ushirikiano miongoni mwa mengine. Wadadisi hata hivyo wanataja imesheheni minong'ono ya siasa za kiukanda, na wakati ambapo panashuhudiwa mvutano wa kibiashara kati ya Uchina na taifa la Marekani. Tayari Marekani imeiwekea Kenya ushuru wa ubadilishanaji wa 10%, hatua inayosemekana kuighadhabisha Kenya. Alan Ochanda na uketo wa taarifa hiyo. Rais William Ruto anapokubali mwaliko wa mwenyeji wake wa taifa la Uchina, Wakenya wanasalia na subira kuona ni manufaa yapi yatakayoletwa nchini baada ya kufanya vivyo hivyo taifa la Marekani mwaka jana. Ziara hiyo inatarajiwa kuangazia masuala ya kurejelewa miradi ya miundo msingi iliyokwama kama vile reli ya SGR, kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kutathmini sekta mbadala za ushirikiano zikiwemo teknolojia na kilimo. Ziara hiyo hata hivyo, wadadisi wanahoji, ina minong'ono ya siasa za kanda, huku pakishuhudiwa mvutano wa kibiashara kati ya Beijing na Washington. Wanazidi kusema itakuwa fursa njema kwa Rais Ruto kutumia fursa ya mvutano wa mibabe hao miwili kujinufaisha na isiwe ni mikopo pekee. Kulingana na Barack Muluka ambaye ni mchanganuzi wa siasa za kanda, anasema na nanukuu, huenda hali iwe mbaya zaidi. Ni bayana ziara ya Rais Ruto Uchina ni ujumbe kwa Rais Donald Trump kufuatia kutokota kwa uhusiano wake na Marekani baada ya Joe Biden kuondoka mamlakani. Iwapo ni ujumbe kwa Trump, ni vyema awe tayari, kwani Kenya haiwezi kustahimili makonde ya Marekani. Mwisho wa nukuu. Licha ya Kenya kuwa mshirika wa Marekani kwa muda mrefu, Marekani imeiwekea Kenya ushuru wa ubadilishanaji wa 10% na kuighadhabisha Kenya. Muluka hata hivyo anasisitiza ushuru huo unatokana na msimamo wa Kenya kwa masuala kadhaa. Nikimnukuu, ni siasa za kimaeneo na ni bayana ni onyo kwa Kenya kutokana na msimamo wake kwenye hali nchini DRC na Sudan, kimya chake kuhusu utekaji nyara na kudorora kwa hali ya haki za binadamu nchini. Mwisho wa nukuu. Wakati alipozuru Marekani mwaka jana, rais kwenye mahojiano na runinga ya CNN alikana hana mapendeleo kwa washirika wa kiuchumi. Nikimnukuu, watu wengi wanataka kutuvuta kwenye mjadala wa ni wapi tunaegemea kiuchumi. Wacheni niwaambie, hatuegemei mashariki wala magharibi. Mwisho wa nukuu. Rais anazidi kusema, tunashirikiana na wale walio tayari kutusaidia kupata nafasi na kuzigeuza kuwa faida kwetu, tuunde nafasi za kazi na mali. Mwisho wa nukuu. Kwa Kenya ni barabara telezi mno, kwani inaposaka washirika wa kutegemewa kiuchumi, pia ni sharti iwe ange isije ikawakwasa washirika wa kale na kuweka hatarini nafasi yake kimaeneo. Alan Ochanda, KTN. Mwakilishi wa kike kaunti ya Wajir, Fatuma